Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu leo, bila shaka pamekuwa na sintofahamu kidogo kuhusiana na swala la kusaini sehemu ya hati ya makubaliano baina ya nchi ya Irani na nchi ya Marekani, kiasi ambacho kile kilichokuwa kinatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili kikabidi kisimamishwe kidogo kwa muda, pamoja na kwamba maelezo yake yamekuwa yakitofautiana katika pande tofauti tofauti. Katika kile kilichozungumzwa na upande wa suluhishi wakuu, maana yake nchi ya Pakistan kupitia waziri wake mkuu Shehbaz Sharif, ameashiria kwamba bado kuna maandalizi yanaendelea kwenye swala la kusaini document husika, lakini katika upande wa nchi ya Iran kile walichoashiria ni kwamba muda bado haujafika wa kusainiwa kwa document husika, na hii inaweza ikazingatiwa kwa kuzingatia kwamba paka document iweze kupitishwa katika nchi ya Iran, maana yake mwisho wa siku vile vile ni lazima ipate approval kutoka kwa au iweze kupitishwa na kiongozi mkuu wa nchi ya Iran, Mujtaba Ali Khamenei. Ina maana kama hilo litakuwa halijafanyika, maana yake ni kwamba hawawezi kwenda kusaini hiyo document. Lakini katika upande wa nchi ya Marekani, kile kinachoonekana ni kwamba Rais Donald Trump ameweza kutoa ishara ya kwamba katika muda ujao document itasainiwa, pamoja na kwamba pametokea hali ya sintofahamu ya nchi ya Israel kufanya mashambulizi katika nchi ya Lebanon, katika mji wa Beirut, ambapo mji wa Beirut unazingatiwa kama ndio red line au ni mstari mwekundu ambao ukivukwa maana yake nchi ya Iran ni lazima iweze kufanya reaction. Na ndio maana kile kinachoonekana ni kwamba katika juhudi za kujaribu kuizuia Iran isije ika retaliate au ikafanya mashambulizi ya kujibu mapigo, Marekani ilikuwa imeweza kutoa ofa ya kuwapa nchi ya Iran dola bilioni 12 ili kuweza kuzuia wasifanye mashambulizi katika nchi ya Israel, kwa sababu ya kufanya ile tunasema ni escalation management, kuzuia mgogoro usije ukawa mkubwa zaidi. Lakini inaonekana kwamba Iran wamekataa hiyo deal, hiyo offer, kwamba uhai wa watu au maisha ya watu wa Lebanon hayawezi yakalinganishwa na thamani ya kitu chochote. Ndio maana hiyo dola bilioni 12 vile vile wamekataa. Lakini kwa jumla ni kwamba pamekuwa na hali ya sintofahamu ambayo actually imekuwa promoted zaidi na shambulizi la nchi ya Israel kushambulia katika nchi ya Lebanon katika mji wa Beirut, ambapo inaonekana ni juhudi ya wazi kabisa ya nchi ya Israel kuweza kufanya sabotage au kuweza kutaka kukwamisha zoezi husika, kwa kuona kwamba makubaliano baina nchi ya Marekani na nchi ya Iran inawezekana yakatengeneza msingi mama wa makubaliano mengine katika siku za usoni, jambo ambalo Israel wanaona kwamba halitakuwa na benefit katika upande wao. Na ndio maana inaonekana kwamba Waziri Mkuu Netanyahu aliweza kutoa hiyo order ya attack kuweza kufanyika katika mji wa Beirut na maeneo ya pembezoni yake, maana katika maeneo kama ya Dahia na mfano wake. Sasa kikubwa zaidi tunachojaribu kukitazama katika hali inayoendelea hivi sasa, kwanza pamekuwa na malalamiko kutoka katika pande zote tatu. Maana yake kila upande umekuwa ukilalamikia deal husika, pamoja na kwamba viwango vya malalamiko vimekuwa vikitofautiana kutoka upande mmoja mpaka upande mwingine. Upande wa kwanza ni upande wa Israel. Israel wenyewe kiujumla ni kwamba hawataki hiyo deal. Hawataki hiyo deal kwa sababu siku zote Israeli imekuwa ikipambana kuhakikisha kwamba nchi za Kiarabu ambazo ziko pembezoni ya nchi ya Iran, manake zinakwenda kujoin force au kuunganisha nguvu na nchi ya Israel dhidi ya nchi ya Iran. Kwa sababu katika mission ya Israel, manake Israel inachohitaji zaidi ni kuweza kudominate siasa za eneo la Mashariki ya Kati. Manake iwe ni nchi ambayo ina nguvu zaidi, kwa maana nguvu za kijeshi, lakini vile vile ina ushawishi zaidi katika nchi za Mashariki ya Kati, hata kama sio katika level ya wananchi wa kawaida, lakini walau katika level ya uongozi wa juu, kwamba watu wote wanaokuwa viongozi katika nchi ya Saudi Arabia, katika nchi ya
Qatar, Bahrain, Kuwait, watu wote wao wanasikiliza oda yao kutoka katika mji wa Tel Aviv. Hili ndio fikra hasa ya nchi ya Israel. Sasa kile kinachoendelea sasa hivi maana yake kimekuwa kinakwenda kinyume na matazamio ya nchi ya Israel, na hii nadharia ambayo Israel imekuwa kiishi nayo. Fikra ya mwanzo ya Israel ilikuwa inaamini kwamba kufanya operation ya pamoja, joint operation baina ya nchi ya Iran, nchi ya Israel na nchi ya Marekani, maana yake itakwenda kuiangusha kabisa nchi ya Iran. Na lao hilo lingefanikiwa, maana yake lingeweza kuweka muhuri wa uthibitisho kwamba nchi zote za eneo la Mashariki ya Kati maana yake zitapeleka kiapo chao cha utii katika mji wa Tel Aviv au katika nchi ya Israel kwa ujumla. Lakini movement iliyofanywa na Israel na Marekani mpaka sasa hivi imeweza kuprove kinyume chake. Sasa shida inayojitokeza sasa hivi ni kwamba kwanza kabisa inaonekana nchi nyingi zimekuwa zikiamini kwamba panatakiwa pawe na mazungumzo baina ya nchi husika na nchi ya Iran. Ndio maana kile kinachoonekana, kwa mfano katika vita ya siku 40 nchi ya Qatar ilijaribu kufanya juhudi ya kufanya mazungumzo na nchi ya Iran ili Iran wasishambulie nchi ya Qatar. Na Qatar manake kile itakachokifanya ni kuweza kuzuia uzalishaji wa gesi ili gesi iweze kupanda zaidi duniani kiasi ambacho iweze kuongeza pressure kwa nchi ya Marekani iweze kustop hilo. Lakini baada ya Marekani na Israel kushambulia katika upande wa Gaza, South Par katika sehemu ya machimbo yale ya gesi ya South Par yanayokaribiana na yale ya Qatar, nchi ya Iran waliona kwamba kwa hatua hiyo maana yake lazima wenyewe wafanye retaliation, na wakafanya mashambulizi katika mji katika nchi ya Qatar katika sehemu ya Ras Laffan pale katika machimbo yao ya gesi. Kitu kilichokuja kutokea ni kinachoonekana ni kwamba Qatar walijaribu kufanya deal ya fedha na nchi ya Iran ili Iran wasifanye tena mashambulizi, kwa sababu madhara yaliyojitokeza kule Ras Laffan ni yanahitaji repair takriban miaka 3 mpaka miaka 5 kuweza kurudisha tena utaratibu uwe kama ulivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo maana yake unaweza kuona kwamba nchi ya Qatar maana yake ilijaribu kufanya juhudi ikiwemo ya kuzungumza, ikiwemo kutoa fedha ili kuweza kuzuia nguvu ya nchi ya Iran. Lakini vivyo unaweza kuona kwamba nchi kama United Arab Emirates na yenyewe inaonekana kwamba ilifanya hivyo, ndio maana kuna taarifa za wazi za kuonyesha kwamba walipeleka takriban dola bilioni 3 hivi karibuni, na kinachotegemewa ni takriban dola bilioni 10 au mpaka dola bilioni 20 na mfano wake, kwa sababu ya nguvu ile ya Iran au mashambulizi ambayo Iran ilikuwa ikifanya katika vita ya siku 40. Hii ni kuonyesha kuongezeka kwa sehemu ya nguvu na ushawishi wa nchi ya Iran kiasi ambacho nchi za pembezoni yake wakati mwingine zinalazimika hata kutumia pesa ili kuweza kujikinga na nguvu ya nchi ya Iran. Na hata katika shambulizi la leo la nchi ya Israel katika mji wa Beirut, Marekani wameweza kutoa ofa hiyo ya takriban dola bilioni 12 ili kuweza kuizuia Iran wasifanye mashambulizi katika nchi ya Israel. Kwa hiyo haya yote maana ni mambo ambayo yanakwenda upogo, yanakwenda kinyume na matarajio ya nchi ya Israel. Kwanza nchi za eneo la Mashariki ya Kati zimeanza kutafuta alternative au njia mbadala tofauti na njia iliyokuwa ikitegemewa siku za nyuma za coordinate na Marekani peke yake au za kuunganisha mahusiano sana na nchi kama ya Israel ili zile dola zibaki kuwa salama na mfano wake. Kile kinachoonekana ni kwamba Marekani hana uwezo wa kuwalinda watu eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na kwamba amekuwa akiendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika mipaka kama ya Iraq pamoja na Jordan, kufanya uwekezaji wa masuala ya kijeshi na mfano wake, lakini kile kilichoonekana wazi kabisa ni kwamba ameshindwa kuzilinda nchi za eneo la Mashariki ya Kati. Sasa katika mazingira namna hiyo ni kwamba kile kinachoonekana mpaka sasa hivi ni majibu ambayo yako kinyume na ndoto ya nchi ya Israel. Nchi ya Egypt, nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Pakistani, nchi ya Uturuki wamekwenda kutengeneza ushirika wa kushirikiana katika masuala ya kijeshi, wa kuzingatia kwamba Egypt ina wanajeshi takriban milioni 1, maana wanajeshi wengi sana. Saudi Arabia ina uchumi mzuri ambao inaweza support ile upande wa masuala ya ulinzi katika project yao nzima. Pakistani wana silaha za nuclear ambao inaweza kusimama kama ni mwamvuli dhidi wa kuzilinda hizi nchi zote. Uturuki wana teknolojia nzuri katika upande wa masilaha na mfano wake ambao wanaweza wakaitransfer wakaihamisha katika hizi nchi ambazo nimezitaja.
na pamekuwa kuna special deal maalum vile vile ya Saudi Arabia na Pakistan, ambayo ukiangalia hivi siku za karibuni Qatar wamekuwa wakitaka na wenyewe kuweza kujoin katika hiyo. Lakini siku zinavyozidi kwenda, maana yake vile vile ushawishi wa nchi kama Pakistan umekuwa ukiongezeka. Ukiangalia nchi kama ya Bahrain imekuwa ikitaka au imeomba Pakistan iweze kuwa train wale mapilot wake. Ukiachilia mbali hapo discussion ya baadhi ya nchi na nchi ya Pakistan, nchi kama za Kuwait, nchi kama za Bahrain, United Arab Emirates zimekuwa zikiongezeka sehemu ya mijadala yao na nchi kama ya Pakistan. Lakini haya yote yanakuja kama matokeo ya mgogoro. Maanake katika siku za nyuma palikuwa hakuna muda wa mtu kwenda kuzungumza na nchi ya Pakistan, lakini sasa hivi imekuwa inakuja kama sehemu ya matokeo ya mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Kwa hiyo tatizo la Israel katika discussion hii, yeye hataki Marekani naye aingie kwenye makubaliano na nchi ya Iran, kwa sababu anajua kitendo cha kufanyika hivyo huenda kikatengeneza msingi mama wa kufanyika kwa makubaliano mengine katika siku za usoni, jambo ambalo linaweza likalazimisha kuisogeza Irani na Marekani kuwa na sehemu ya discussion ya mara kwa mara, jambo ambalo katika upande wa Israel wao wanaona kwamba haliko sawa, na ndio msingi wa wao kuweza kufanya mashambulizi katika siku ya leo katika mji wa Beirut ili kuweza kufanya disruption ya mpango mzima. Pamoja na kwamba ukiangalia uhitaji wa Marekani kwenye hii deal ambayo inazunguka mpaka hivi sasa ni mkubwa kiasi ambacho Marekani hawawezi kukubali Israeli mshirika wao aweze kujaribu hii deal, kwa sababu hii deal inabeba kitu kikubwa kama mlango bahari wa Hormuz ambao ndio pride ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Manake kama hakuna Hormuz, hakuna umuhimu wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ina maana Marekani ile abaki katika eneo la Mashariki ya Kati na aonekane umuhimu wake, hasa mlango bahari wa Hormuz utakuwa wazi. Katika mazingira ya hiyo, manake Israel inataka kufanya reaction na namna gani? Marekani hawezi kukubali kuiacha hali iendelee kubaki hivi hivi kama ilivyo, na ile hali wanafahamu kabisa kwamba ushawishi wao umeshapungua katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini utazidi kupungua kama hawatakuwa na mlango bahari wa Hormuz, au mlango bahari wa Hormuz hautakuwa katika situation ambayo inaonekana kwamba dunia ina uhuru wa kiwango fulani na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo huo ni upande wa kwanza wa Israel. Lakini upande wa Marekani wao wanaona kwamba hii deal ni muhimu, lakini wako baadhi ya Marekani ambao wanaona kwamba hii deal haina maana yote, kwa sababu zile objectives au yale malengo yaliyoifanya Marekani kwenda kuishambulia nchi ya Iran, hakuna hata moja ambalo linakuwa fulfilled kwa moja kwa moja. Yani yale malengo ni kama hayako wazi, kwa sababu moja katika malengo ilikuwa ni kuangusha utawala wa nchi ya Iran, ambapo katika ile document manake hakuna hoja ya namna hiyo ambayo inazungumzia swala la utawala wa nchi ya Iran na mfano wake, ambao ndio ni msingi mama uliokuwa umeisukuma nchi ya Marekani kwenda kushambulia katika nchi ya Iran kwa lengo la kwenda kuisupport nchi ya Israel. Lakini hiyo ilikuwa ni moja katika ajenda kubwa. Lakini vivyo kuna swala kama la nuclear. Swala la nuclear ni discussable, ni jambo ambalo lipo katika discussion. Sio kusema kwamba limekatwa moja kwa moja kwamba Marekani wameamua kwamba hakuna tena nuclear. Haiko hivyo, maana yake kuna room ya discussion. Pamoja na kwamba kuna hoja nyingi za kutazama, lakini bado ipo katika room ya discussion. Ila hivi sasa maana yake imekwenda mbali zaidi kwamba hata hivyo vikwazo vya Marekani pia kuna nafasi ya kwenda kuvijadili, jambo ambalo kabla ya vita lilikuwa halipo. Kwa hiyo kuna baadhi ya Marekani ambao wenyewe wanaona kwamba hiyo discussion, hiyo mkataba hauna maana yoyote. Katika upande wa Marekani ni kwa sababu ya yale malengo yao ya vita. Katika upande wa Israel ni kwa sababu ya interest yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini katika upande wa nchi ya Iran yamekuwa kifanyika vivyo maandamano ya kupinga makubaliano husika, kwamba ni makubaliano ambayo hayana faida yote katika nchi ya Iran. Na kama kuna faida, maana yake faida yake ni ndogo zaidi kuliko hasara yake. Na katika upande wa nchi ya Iran maana yake kuna vitu wanavikubali katika sehemu ya document husika, au sehemu ya zile pointi ambazo zinatajwa katika ile document husika. Kwa mfano swala la kuondoa yani kila nchi kuweza kuchunga ile sovereignty, kuchunga ile mipaka, heshima ya nchi nyingine. Maana yake Marekani ichunge heshima ya Iran na Irani ichunge heshima ya Marekani, lakini kiujumla ilitakiwa iwe ni Marekani ndio ichunge heshima ya Irani, kwa sababu Irani hawajaivunjia heshima Marekani. Lakini kuna hoja kama hiyo ambayo inaonekana kwamba iko open na inakubalika katika pande zote mbili. Lakini vile vile kuna hoja ya kuto kushambuliana
au kwa maana ya kwamba yale mapigano yaweze kustop katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Hii ni hoja ambayo inakubalika katika pande zote. Lakini kuna hoja ambazo zimekuwa zikileta utata mkubwa kiasi ambacho maandamano yamekuwa yakifanyika na watu wamekuwa wakimlaumu. Kwa mfano waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi na kumshutumu kwa maneno mengi, kwa sababu amekuwa mara kwa mara akitoa clarification, akitoa ufafanuzi kuhusiana na makubaliano husika. Lakini hoja ambazo inaonekana kwamba wa Iran wao hawaoni kama kuna umuhimu ziko very technical. Mfano kulingana na dokumenti husika inaonyesha kwamba ndani ya siku 30, yani baada ya dokumenti kusainiwa tu, ndani ya siku 30 Marekani wataondoa zile zuio lao, ile blockade yao walioiweka pale katika ghuba ya Oman. Na wakati huo Marekani hailazimiki kuondoa jeshi lake katika maeneo ya pembezoni ya nchi ya Iran, lakini imekubali kwamba itaondoa zuio lake katika ghuba ya Oman. Na katika hizo siku 30 vile vile watakapokuwa wamesaini ile memorandum of understanding, maana yake Iran vile vile inatakiwa iondoe sehemu ya kikwazo chake katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini swala la Marekani kuweza kuondoa jeshi lake katika mipaka ambayo maeneo yanakaribia na mipaka ya nchi ya Iran, maanake hilo litakuja baada ya discussion ya takriban siku 60, siku 30 kwanza. Kuna siku 60, kisha baada hapo atakaposaini final deal, maanake ndio patakuwa kuna siku 30 za jeshi la Marekani kuweza kuondoka katika sehemu husika. Sasa challenge inakuja kwamba Wairani wanacholalamika, wao wanasema kwamba mlango bahari wa Hormuz ndio center ya hii movement yote. Hakuna kitu ambacho ni muhimu kushinda mlango bahari wa Hormuz. Marekani anakubali kuondoa sehemu ya blockade yake katika ghuba ya Oman kwa sababu anataka mlango bahari wa Hormuz ufunguke haraka, na ndio maana ameweka mazingira namna hiyo kwamba yeye ataondoa ile zuio lake katika ghuba ya Oman na Iran waweze kuondoa zuio lao katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini at the same time hapaonyeshi uharaka wa Marekani kuweza kuondoa jeshi lake karibia na mazingira ya nchi ya Iran. Na ili hali katika swala hilo katika upande wa nchi ya Iran, manake wao wanaona kwamba ni jambo muhimu. Ina maana kama blockade inatoka katika mlango bahari katika ghuba ya Oman, itoke katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile jeshi la Iran la Marekani ambalo linapatikana karibia na mazingira ya nchi ya Iran, maana katika nchi kama za Bahrain, Qatar, United Arab Emirates na mfano wake, liweze kuondoka katika sehemu husika. Hii ni hoja ambayo wao wanaona kwamba inatakiwa iwe clarified, inatakiwa iwe wazi, iwache wazi kabisa, ionekane kwamba jeshi la Marekani pia linaondoka immediately, haraka, kama vile mlango bahari wa Hormuz unavyotakiwa ufunguliwe. Hii ni hoja ambayo wa Iran wamekuwa wakiishika. Lakini hoja nyingine ambayo wamekuwa wakiishika ni kuhusiana na swala la usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, kwamba document husika kwa wale ambao wa maafisa walioiona wa nchi ya Iran wanasema kwamba haijataja wazi kwamba swala la usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz liko chini ya ile Persian Gulf Strait Authority, ile mamlaka ya nchi ya Iran inayosimamia mlango bahari wa Hormuz. Katika jambo la namna hiyo, maana yake ndio maana kile kinachoonekana ni kwamba flow ya meli kutoka katika upande wa ghuba ya Uajemi kuja katika upande wa bahari ya Hindi au katika upande wa Arabian Sea, maana yake ni kwamba inaonekana kwamba haitakiwi iwe limited, inatakiwa iwe unlimited, kwa maana kwamba inatakiwa iwe wazi, watu wapite kwa uhuru wa moja kwa moja. Ina maana katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba kama zile meli za biashara zitakuwa zinapita na ingia na kutoka, kuna nchi ambazo zimeleta madhara katika nchi ya Iran. Maana yake kuna nchi kama Marekani imeleta madhara katika nchi ya Iran, na kuna nchi kama ya Israel imeleta madhara katika nchi ya Iran. Meli zake zinapitaje katika mlango bahari wa Hormuz katika mazingira namna hiyo? Maana yake ni kwamba walau kama zinapita, basi ziwekewe kima cha kuwa zinalipa kama sehemu ya compensation, kama ni sehemu ya kulipa fidia kutokana na kile ambacho kimefanywa na mashambulizi yao katika nchi ya Iran. Hii ni msingi mwingine ambao jamii ya Wairani wamekuwa wakiushika. Wanaona kwamba kupita tu meli kawaida hivi na hakuna kilichokuwa kimeelezwa bayana kwamba kuhusiana na mamlaka inayosimamia mlango bahari wa Hormuz, wao wanaona kwamba hakuna umuhimu huo wa kuendelea kusaini hiyo document ikiwa hivyo vitu vitakuwa havijawekwa wazi. Lakini vile vile kuna mipaka ambayo imekuwa ikizungumzwa na Wairani. Kwa mfano
katika msingi wa mipaka iliyowekwa na Mujtaba Ali Khamenei ambaye ni kiongozi wa nchi ya Iran, kwamba Iran inatakiwa icontrol ile mlango bahari wa Hormuz, na ndio maana walitengeneza mamlaka ile ya Persian Gulf Strait Authority mapema sana, pasi na kujali kwamba wanazungumza na Marekani. Lakini vile vile alichokizungumza ni kwamba Iran inatakiwa ikusanye ushuru pale katika mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kwamba inawezekana kwa hivi sasa wameudefine au wameutafsiri tofauti, kwa maana ya kwamba imekuwa ni huduma, maana yake ni gharama za huduma kama masuala ya mazingira na mfano wake. Lakini kimsingi ni kwamba pesa inatakiwa ikusanywe. Hii ni sehemu ya zile red line au mipaka ambayo iliwekwa na Mujtaba Ali Khamenei. Lakini vile vile meli za adui zisiruhusiwa kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa hoja kama hizi ambazo zimewekwa na kiongozi mkuu wa nchi ya Irani zinaonekana kwamba katika discussion inayoendelea hazijachungwa. Na kama hazijachungwa, maana yake jamii ya Wairani wanaona kwamba si sawa kwenda kusaini document ya namna hiyo. Lakini vile vile katika hoja nyingi ambazo vile vile Wairani wanakuwa wanazilalamikia, wanasema kwamba hoja nyingi ambazo zinaibenefit au zinaipa faida nchi ya Irani zinaonekana kwamba zimewekwa mwishoni wa makubaliano na sio mwanzoni wa makubaliano. Kwa mfano, kwenye swala kama la kuondoshwa kwa vikwazo, maana yake inaonekana kwamba vikwazo vinaweza vikaondoshwa, lakini ni mwishoni, baada ya kuwa imesainiwa ile, baada ya siku 60 document kuwa imekuwa finalized. Baada hapo ndio kuna process ya kuanza kuondoshwa kwa vikwazo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kwa mfano kama ile dola bilioni 300 ambayo ilitakiwa ilipwe kwa lengo la kulipa fidia kutokana na madhara yaliyojitokeza, pia inaonekana kwamba imewekewa kwamba ni mwishoni ndio inaweza ikalipwa, na sio kwamba inalipwa kama fidia, inalipwa kama ni pesa ya maendeleo, ambao vile vile shida nyingine ni kwamba itakuwa ni matumizi yake, maana yake itakuwa chini ya uangalizi wa nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Katika mazingira yanayo vile vile wa Iran wanaona kama Marekani bado itakuwa na uhuru wa kuweza kuinterfere au kuingilia katika masuala ya matumizi ya pesa zao. Ina maana ni kama vile vikwazo vitakuwa bado vipo. Kwa hiyo kuna mazingira namna hiyo ambayo Wairani wanaona pia vile vile hayako salama katika upande wao. Yaani kwamba hoja nyingi ambazo wao wanaona kwamba zina maslahi na wao zinaonekana kwamba zinawekwa mwishoni. Ndio maana unaona hata ile issue ya jeshi la Marekani kuweza kuondoka karibia na mipaka ya nchi ya Iran pia inaonekana kwamba limewekwa mwishoni, baada ya document kuwa imesainiwa ndani ya siku 30 ndio itakuja kutekelezwa, jambo ambalo wa Iran wanaona kwamba sio sawa sawa. Kwa nini kila kitu ambacho Iran kina benefit katika upande wa Iran kisitekelezwe mwanzoni, bali kiwe kinatekelezwa katika upande wa huko mwishoni? Lakini jambo lingine ambalo wa Iran wanali challenge ni swala la document, kwamba itakaposainiwa itakuwa ipelekwe katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hoja yao ya msingi wamekuwa wakizungumza, wanasema kwamba katika mkataba wa mwaka 2015 Joint Comprehensive Plan of Action, katika masuala ambayo kunahusika na masuala ya discussion ya mambo ya nuclear, ambayo ilihusisha nchi ya Iran pamoja na nchi 6 zenye nguvu duniani, maana yake nchi kama ya Marekani, nchi ya Urusi, nchi ya China, nchi ya Ujerumani, nchi ya Ufaransa na nchi ya Uingereza. Katika mkataba husika, maana yake kilichokuja kutokea ni hicho baada ya document kupelekwa katika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, baadaye ni kwamba Marekani na jamaa wengine ndio walikuwa wana uhuru wa kuweza kuongeza baadhi ya condition na masharti au kupunguza baadhi ya masharti. Maana yake document ikishaenda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, automatically ni kwamba inatoka katika udhibiti wa nchi ya Iran, na badala yake maana yake itabaki chini ya udhibiti wa nchi ya Marekani. Na katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Marekani hata ikiamua kujitoa katika makubaliano ya husika, maana yake ni kwamba issue itabaki baina ya nchi ya Iran na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, jambo ambalo mwisho wa siku linakuwa limeifunga nchi ya Iran. Na ndio maana kile kinachoonekana hata Marekani baada ya kuwa imejitoa kwenye mwaka 2018 katika makubaliano ya Joint Comprehensive Plan of Action ya mwaka 2015 kipindi cha Rais Barack Obama, kilichokuja kutokea ni kwamba Iran ndio ilikuwa inalazimika iweze kutekeleza yale masharti ya makubaliano, pamoja na kwamba Marekani ilikuwa amejitoa katika hilo, hata kama ilikuwa limehusisha vile vile hizo nchi nyingine ambazo zina nguvu, lakini hasa ilikuwa ni kwa sababu ya pressure ya nchi ya Marekani ndio walifikia kwenye kusaini document ile ya Joint Comprehensive Plan of Action. Katika mazingira ya namna hiyo, hata makubaliano sasa hivi maana yake yanapokwenda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Marekani kesho anaweza kaenda kinyume
Akienda kinyume, kinachobakia ni kwamba ni baina ya nchi ya Irani na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Na ndio maana Wairani wanachokihitaji ni kwamba katika dokumenti husika itolewe maelezo vizuri kwamba Marekani atakapokwenda kinyume, manake Irani watajitoa katika mkataba wa NPT ambao ni mkataba unaotoa uhuru wa nchi kuweza kufanya zile nuclear program, lakini pasi na kujiingiza katika masuala ya utengenezaji wa silaha, kwa sababu lengo lake kubwa ni kupunguza kiwango au nchi zile ambazo zimekuwa zikizalisha silaha zile za nuclear, katika mazingira kwamba iwapo Marekani atakwenda kinyume na makubaliano haya, manake Irani iwe na uhuru wa kuweza kujitoa katika makubaliano ya NPT. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, Irani iwe na ruhusa ya kuweza kufanya urutubishaji kwa kadri inavyotaka, lakini vile vile iwe na ruhusa ya kuweza kuhifadhi kile ambacho wanakuwa wamekirutubisha, kwa sababu ili uweze kutengeneza silaha za nyuklia lazima uwe na uwezo wa kuhifadhi. Na ndio maana katika makubaliano yale ya Joint Comprehensive Plan of Action, Iran walikuwa kama hawana nafasi ya kuweza kudhibiti kile kiwango ambacho wanakuwa wanakirutubisha, kile kiwango cha uranium ambacho wao wanakuwa wanakirutubisha. Kwa hiyo kuna mazingira kama hayo ambayo wa Iran wanaona kwamba document husika haiko sawa kwa upande wao, na mambo mengi yani kiujumla wamekuwa wakifanya argument, ukiachilia mbali haya machache ambayo tumeyazungumza, lakini yako mengi wamekuwa wakijaribu kutengeneza argument dhidi ya document husika. Na ndio maana wamekuwa wakiwashutumu wale maafisa wa nchi ya Iran kwamba kwa nini wanaenda kuingiza tena nchi katika matatizo, na ili hali wana experience ya makubaliano ya mwaka 2015 ambayo Marekani baadaye ilikuja kujitoa, na mwisho wa siku ikabaki kwamba ina madhara katika upande wa nchi ya Iran. Kwa hiyo kiujumla mpaka sasa hivi kile kinachoonekana ni kwamba document inawezekana ikasainiwa. Ni jambo ambalo kuna pointi itafikia lazima document isainiwe, kwa sababu nchi haziwezi kuishi katika mfumo wa namna hii kwamba haijulikani wapo katika vita au hawajulikani wapo katika kipindi cha amani. Na ndio hoja ambayo inazungumzwa vile vile na Masoud Pezeshkian, rais wa nchi ya Iran, kwamba hatuwezi kuishi katika mazingira ya namna hii. Lakini wanaotoa hoja kinyume chake wanasema kwamba hatuwezi ndio kuishi katika mazingira ya namna hii, lakini hatupaswi kuingia katika makubaliano ambayo hatuna uhakika nayo, au makubaliano ambayo yana madhara moja kwa moja katika nchi ya Iran. Kwa sababu ukiangalia hata kwa mfano katika issue kama ya nuclear, Iran issue ya nuclear itakuja kuwa discussed katika siku 60, lakini mpaka sasa hivi manake commitment ya nchi ya Irani au kile ambacho Irani wamechukua kama dhamana ni kwamba hawatarutubisha uranium katika kipindi hiki, lakini vile vile hawatajenga, manake pale paliposhambuliwa pakaharibika hapatajengwa katika kipindi hiki. Na katika mazingira hayo vile vile ile uranium ambayo imefikia katika urutubishaji wa 60% wataishusha uwezo wake, manake kushuka katika asilimia za chini ya uangalizi wa ile idara ya Umoja Mataifa ya International Atomic Energy Agency. Pamoja na kwamba Iran wamefanya ujanja kidogo wa kuweka vilipuzi katika zile center za nuclear, kiasi ambacho inawezekana ikawa ni ngumu kwa hao maafisa wenyewe wa Umoja Mataifa kuweza kuingia mle ndani, kwa sababu vilipuzi vimetengwa katika kila sehemu baada ya kuwa wameambiwa kwamba wasifanye repair. Lakini haya yote ni mazingira ambayo wa Iran wao wanaona kwamba hili haliko sawa. Unaonekana kwamba hilo haliko sawa, na hata ile ya Marekani kuweza kuondoa jeshi lake katika mipaka ya karibia na nchi ya Iran haijawa defined, haijaelezwa wazi kwamba wanaondoa kwa mita ngapi, kwa kilomita ngapi, kwa umbali gani wanatakiwa waondoe. Ni mita 10, mita 20, kilomita 1000 au vipi? Wa Iran wanahoji vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba mkanganyiko umekuwa mkubwa. Israel ana msimamo wake na anachukua hatua zake. Marekani ana msimamo wake na anasukuma jambo liende katika namna ambayo yanaona kwamba inaweza ikawa na manufaa katika upande wake. Lakini vile vile nchi ya Iran imekuwa iko kati kwa kati, kwa sababu vile vile wananchi wamekuwa wakihoji maswali ambayo wakati mwingine ni maswali ya msingi.
na anahitaji majibu, lakini majibu yake inawezekana yakawa ni magumu, au yanaweza kapelekea hata hayo makubaliano yakawa extended au yakaongezeka tena. Na ndio maana kuchelea haya, moja katika msingi wa kusaini ile document, walihamisha kutoka katika mfumo wa kutegemea Marekani na Irani wakutane wasaini, wakaupeleka katika mfumo wa kutumia ile mifumo ya kielektronics ya kusaini, ile electronic signing, ili ikikamilika tu basi wasaini kwa haraka, iwe tena hakuna namna ya mtu kuweza kurudi nyuma. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hali halisi maana yake imekuwa katika mazingira ya namna hiyo, kwamba kila upande umekuwa katika sintofahamu ya upande wake, na haijulikani wazi kwamba document itasainiwa kwa haraka kwa kiwango gani, lakini vile vile namna gani kila upande unaweza ku maintain pressure ambayo imekuwa ikitazama document husika, kama ni sehemu ya mtego ambayo inawezekana ikawa na madhara katika siku za usoni. Lakini kwa ujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.